Kardinali Rugambwa, Makamu Askofu Mkuu Isaac Amani, Askofu Mkuu wa Jimbo Katoliki la Arusha, Makamu na Baba Askofu Wakuu, Makamu Baba Askofu, shina sana mapadre wote, watawa wote wa kike na wa kiume, Kristo walei, wanafamilia ya Mungu kwa ujumla, tumsifu Yesu Kristo. Milele amina. Mungu ni mwema kila wakati. Mungu ni mwema. Leo Alhamisi tarehe 6 mwezi wa 8 mwaka huu 2026, muda huu wa jioni, tumefika hapa mahali patakatifu katika kanisa hili, parokia hii ya Fumbo la Bwana, kuungana pamoja na wanafamilia ya Mungu Jimbo Kuu Katoliki Arusha, kusali, kutafakari na kusubiri kwa sana tukio kubwa la kiroho. Na tukio lenyewe ni kutabaruku na kuweka wakfu kanisa kuu la Mtakatifu Teresia wa Mtoto Yesu, Jimbo Kuu Katoliki Arusha. Kanisa hilo kuu ya katedrali litatabarukiwa kesho, litawekwa wakfu kesho, Ijumaa tarehe 7 Agosti mwaka huu 2026. Tumpe Mwenyezi Mungu kwa shukrani. Tukirejea nyuma kidogo na kuangalia kwa historia, kwa kifupi kabisa, Jimbo Katoliki la Arusha lilianzishwa tarehe 1 mwezi Machi mwaka 1965 na tarehe 16 Machi mwaka 1999 lilipandishwa hadhi na kuwa Jimbo Kuu Katoliki Arusha. Kwa hiyo toka jimbo lilianzishwa mwaka 1963 mpaka leo ni takriban miaka 63. Miaka 63. Tumshukuru sana Mwenyezi Mungu kwa sababu kabla ya kuundwa jimbo mwaka 1963, ilikuwa sehemu hii ilikuwa chini ya jimbo la Moshi, chini ya Jimbo Katoliki Moshi. Ilikuwa ni sehemu ya Jimbo Katoliki Moshi, na jimbo lilipoundwa mwaka 63 kulikuwa na kanisa lilikuwepo pale Sentreza, na bado lipo mpaka sasa hivi. Kwa hiyo jimbo lilipoundwa, kanisa hilo likawa ndio kathedra ya Jimbo Katoliki Arusha. Na askofu Dennis Daniel kwa sasa ni marehemu, kwa askofu wa kwanza wa Jimbo Katoliki Arusha. Tunamwombea apumzike kwa amani. Bwana apumzike kwa amani. Wakati tulipoundwa, ilionekana kanisa hilo ni kubwa wakati huo na kukidhi mahitaji wakati huo, lakini baadaye liliongezwa kidogo. Kadiri miaka ilivyokwenda, idadi ya waamini iliongezeka na kanisa hilo likaonekana kwamba ni dogo. Waamini wengi wakawa wanakaa nje wakati wa mvua, wakati wa jua, sababu ilionekana ni dogo. Ndipo lilipoanzishwa ilionekana ni kubwa, lakini jinsi yake ilivyokuwa napenda na waamini wanaongezeka, ikaonekana kwamba ni dogo. Kwa hiyo ikaonekana wazi kuwa kuna hitaji la
kuwa na kanisa kubwa, kuwa na katedrali kubwa itakayokidhi mahitaji ya dini. Kwa hiyo wazo na nia ya kujenga katedrali mpya ikaanza muda mrefu kwenye awamu ya pili ya uongozi wa jimbo Katoliki Arusha chini ya mshauri wa Askofu Donatus Malima ambaye Mwenyezi Mungu ameshampa kwake. Mbele Bwana ufike kwa amani. Kwa hiyo wazo la kujenga katedrali ilianza muda mrefu. Baada ya hapo, awamu ya tatu uongozi wa jimbo ikaanza mwaka 1997 chini ya mashamba ya Askofu Mkuu mstaafu Josephat Luguru. Kwa hiyo wakati mkuu wa majadiliano na maazimio yakafanyika wakati wa sinodi ya kwanza ya jimbo kuu Katoliki Arusha, sinodi ambayo ilifanyika mwaka 1998 mpaka 2000. Wakati huo nakumbuka tulikuwa tunajadiliana baadaye. Kwa hiyo wazo la kuanza ujenzi wa katedrali ikapewa kipaumbele katika majadiliano ya sinodi. Kaonekana wazi kwamba kuna umuhimu wa kuanza ujenzi wa kanisa kuu katedrali, na mchakato maandalizi hatua kwa hatua ukafanyika na ujenzi ukaanza rasmi mwaka 2011 chini ya shamba la Askofu Mkuu mstaafu Josephat Luguru ambaye yuko hapa. Baba, tunakushukuru sana. Ujenzi ukaendelea. Awamu ya tatu ya nne ya jimbo ikaanza. Awamu ya nne ujenzi ukaendelea. Ya nne chini ya uongozi wa mshamba wa Askofu Mkuu Isaac Amani. Ujenzi ukaendelea vizuri hatua kwa hatua, na tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwamba katedrali inakamilika na tukabarikiwa wakati huu wa awamu ya nne ya uongozi wa jimbo chini ya mshamba wa Askofu Mkuu Isaac Amani ambaye Baba, tunakushukuru. Sasa ndugu zangu, kesho tutashuhudia kubarikiwa kwa katedrali, kanisa kuu jimbo kuu Katoliki Arusha. Kanisa hilo kwa wale ambao wameshaliona, wale ambao hawajaliona kesho. Kanisa hilo kwa wale ambao wameliona ni zuri au sio zuri? Nzuri sana, nzuri kidogo, nzuri sana, inapendeza, na tutapata nafasi ya kuingia ndani ya kanisa hilo kuu, ndani ya katedrali. Tutapata nafasi ya kuingia huko. Najua wengine tulishaingia pia, lakini kesho siku maalum kabisa ya kutabarikiwa katedrali tutaingia humo. Ndugu zangu wapendwa, haya ni matunda ya sala zenu ninyi nyote, ni matunda ya kazi za mikono yenu ninyi nyote wanafamilia ya Mungu, ni matunda ya shikamano na umoja wenu na familia ya Mungu jimboni Arusha. Maaskofu, mapadri, watawa, Wakristo walei wote kabisa, watoto, vijana, watu wazima, wazee, ni matunda yenu ninyi nyote, ni matunda yetu sisi sote. Kwa hiyo hongereni sana, Mungu awabariki, kwa sababu kila mmoja ameshiriki kwa namna mbalimbali katika ujenzi wa kanisa kuu la Mtakatifu Teresia jimbo kuu Katoliki Arusha. Kila
kwa njia mbalimbali. Kwa hiyo matunda ya kazi zetu, matunda ya mikono yetu, matunda ya kazi na mikono yetu, tunamshukuru Mwenyezi Mungu na tunawapongeza wote. Tumsifu Yesu Kristo. Mungu ni mwema kila wakati. Sasa ndugu zangu, toka wazo la ujenzi lianze la kujenga katedrali lianze na mchakato na maandalizi yote, ujenzi ukaanza mpaka leo tunapojiandaa kutabaruku katedrali hiyo, wako na familia wenzetu, maaskofu, mapadri, watawa, kina watume, Wakristo walei ambao walishiriki kwa hali na mali kabla na wakati wa ujenzi wa katedrali, lakini hawatakuwa nasi kesho, siku ya tabaruku. Hawako tena nasi. Kwa sababu gani? Muda wa safari yao hapa duniani ukamilika. Mwenyezi Mungu akawaita kwake kwa nyakati tofauti. Tunawafahamu na ni ngumu kupata majina ya wote. Wako nyumbani mwa Bwana, wako nyumbani mwa Mungu. Tuendelee kuwaombea hao wote ambao Mwenyezi Mungu ameshawaita pate wapumzike kwa amani. Baya milele wape Bwana, wapumzike kwa amani. Sasa ndugu zangu, ujenzi wa katedrali umefanikiwa si kwa nguvu zetu, bali ni kwa sababu tulimtanguliza Mungu. Ni kweli au si kweli ndugu zangu? Kwa sababu tulimtanguliza Mwenyezi Mungu, tulikuwa tunasali na tunaendelea kusali, tukaomba watakatifu watuombee. Kamwomba Bikira Maria mama wa kanisa atuombee, akatuombea kweli mama. Kamwomba Mtakatifu Yosefu atuombee, akatuombea. Kamwomba Mtakatifu Teresa mtoto Yesu somo na msimamizi wa jimbo letu, akatuombea na anaendelea kutuombea, na watakatifu wengine. Kwa hiyo ndugu zangu, tumefanikiwa sio kwa sababu ya nguvu zetu wala uwezo wetu, bali kwa sababu Mungu alikuwa pamoja nasi, tulimtanguliza. Na Mwenyezi Mungu yuko pamoja nasi. Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho Mtakatifu yuko pamoja nasi. Alikuwa pamoja nasi kwa mwanzo, yuko pamoja nasi na ataendelea kuwa pamoja nasi. Mungu huyo ambaye tulimtanguliza. Kwa hiyo tuko hapa tunasali masifu haya ya jioni, tunainua mioyo yetu kwa Mwenyezi Mungu, tunamshukuru Mungu, tunaongea na Mungu, tunamsikiliza Mungu anatuambia nini, anataka tufanye nini. Tunaposali masifu haya tunamshukuru Mungu, tunaongea naye na tusikilize pia anatuambia nini na anataka tufanye nini. Tumsifu Yesu Kristo. Kwa hiyo tumsifu Mungu. Tumeimba haleluya, tumesali haleluya, tunamsifu Mungu, tumwabudu Mungu, tumshukuru Mungu na kuomba, kuendelea kuomba neema na baraka zake. Ndugu zangu wapendwa, wana familia ya Mungu, sisi wote ni binadamu, si ndio ndugu zangu? Sisi ni binadamu, na kama binadamu sisi hatukuwa wakamilifu, tuna udhaifu, tuna mapungufu mengi. Tofauti zipo, na hata katika ujenzi mchakato nini wa ujenzi wa kanisa kuu, tofauti zilikuwepo kama binadamu, si ndio ndugu zangu? Vizuizi vilikuwepo, vizuizi mbalimbali vilikuwepo, ndio kawaida, vilikuwepo na vikwazo vilikuwepo na upinzani ulikuwepo, lakini kwa sababu tulimtanguliza Mwenyezi Mungu, vyote hivyo vilikwisha, viliyeyuka. Tumpe Mungu sifa na shukrani, tunamwambia sana. Kwa hiyo tulipata nafasi ya kutafakari tena wiki chache zilizopita,
tupate nafasi wewe wa kutafakari kama sehemu ya maandalizi ya kutabaruku kanisa kuu. Na katika tafakari hiyo ilikuwa nafasi pia ya kuomba msamaha pale ambapo tulimkosea Mungu kutokana na binadamu wetu, na tulikoseana sisi kwa sisi na tulikosea binadamu wenzetu. Kwa nafasi ya kufanya. Kwa hiyo kuanzia tarehe 19 mpaka 26 Julai kufanyika semina kongamano la maandalizi kwa ajili maandalizi ya kiroho kujiandaa kutabaruku kanisa kuu. Wapendwa tumsifu Yesu Kristo. Tulihudhuria semina hiyo? Kongamano hilo tulihudhuria? Basi ilikuwa ni maandalizi kwa ajili ya kutakasa roho zetu, kujiandaa kiroho, na tulifanya toba ya kweli. Tumsifu Yesu Kristo. Kwa hiyo tuna imani kabisa kwamba kwa njia na semina tulizofanya za kiroho, makongamano ya kiroho, Mungu mwenye huruma na upendo alitusamehe yote. Tumsifu Yesu Kristo. Mungu alitusamehe yote. Hivyo mioyo yetu, sababu Mungu ni wa huruma na upendo. Mioyo yetu, wanafamilia ya Mungu, iko safi. Katedrali yetu tutakuwa tukiwa na mioyo safi, mioyo iliyojaa amani. Mungu ni mwema. Mioyo iliyojaa amani, mioyo iliyojaa furaha, mioyo iliyojaa upendo, mioyo isiyo na chuki na wala kinyongo chochote. Tumsifu Yesu Kristo. Kwa nini tusimwambie Mungu asante kwa zawadi hiyo? Katika tukio hilo kubwa la kiroho. Kwa hiyo tunamwambia Mungu asante, tunamwambia Mungu asifu haya ya sifa na kumwambia asante kwa zawadi hii ya kanisa kuu la Mtakatifu Teresia ilivyokuwa Katoliki Arusha, na kuendelea pia kumpelekea nia zetu mbalimbali tulizo nazo. Kwa hiyo kupelekea nia zetu zote tulizo nazo. Tunaposali kwa imani, ndugu zangu, tunakuwa karibu na Mungu, na Mungu yuko hapa pamoja na sisi. Tunapata neema nyingi na baraka nyingi kutoka kwake, na Kristo anakuwa kati yetu. Yeye ndiye msingi wa yote. Kristo ndiye msingi wa yote, na hayo tumesikia katika somo lililosomwa. Ndio maana nasema kwamba Mungu alikuwa pamoja nasi. Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho Mtakatifu alikuwa pamoja nasi. Kwa hiyo tunamshukuru Mwenyezi Mungu, na Kristo yuko pamoja nasi, ataendelea pamoja nasi. Somo ambalo tumesikia limetoka katika waraka wa Efeso sura ya 2 aya ya 19 hadi ya 22, na linaongea juu ya muundo na ukuaji wa hekalu la kiroho. Muundo na ukuaji wa hekalu la kiroho, yaani kupitia kwa yeye tunaweza kwamba kupitia kwa Yesu Kristo sisi ni watu wa familia ya Mungu. Sisi ni watu wa familia moja, familia yake Mwenyezi Mungu. Sisi sio wageni. Tusijione kama wageni. Tumejengwa juu ya msingi wa mitume na manabii. Na Kristo mwenyewe, somo hilo linatuambia Kristo mwenyewe ndiye iwe kula pembeni. Sisi ni raia pamoja na watu wa Mungu. Sisi ni raia pamoja na watu wa Mungu. Kwa maneno mengine, sisi ni raia wa mbinguni. Tumetueleza hilo somo vizuri, kwamba sisi ni raia pamoja na watu. Ni raia wa Mungu. Tuna nafasi yetu kule mbinguni. Tuna uhusiano wa karibu na Mungu na waamini wenzetu kama ndugu katika familia moja. Kwa hiyo zangu, sisi ni wa thamani kubwa machoni pa Mwenyezi Mungu. Uhusiano wa karibu na Mungu unatufanya tuwe na thamani kubwa machoni pa Mwenyezi Mungu.
na ametukomboa kwa damu ya mwanaye Yesu Kristo. Tunakumbushwa kuwa Kristo ndiye anayeshikilia kanisa. Kristo ndiye anayeshikilia katedrali. Kristo ndiye anashikilia kanisa kuu. Kristo ndiye anashikilia kanisa yetu na kutuongoza. Yeye ndiye anayetegemeza jengo lote. Tuko hapa, ndiye tuliko hapa kwa amani na utulivu, sababu Kristo yuko hapa, yuko pamoja nasi. Anatuunganisha pamoja kama kitu kimoja. Kwa hiyo Kristo anatuunganisha sisi. Tusimweke Kristo pembeni hata siku moja. Yeye Kristo anavunja vizuizi vyote. Somo hili tumetuambia kabisa ile aya ya 14, sura ya 2 aya ya 14, kwamba Kristo anavunja vizuizi vyote, anawapatanisha watu wa kila aina, kusiwepo wageni. Kristo anatuletea kanisa, ametuletea kanisa lisilo na vizuizi vyovyote. Ameleta kanisa bado halina kizuizi chochote. Sote ni wanafamilia. Hakuna mtu anayepaswa kutendewa kama mgeni. Tueleza Paulo kwa waraka kwa Efeso. Kwa hiyo tofauti za rangi, tofauti za tabaka, tofauti za kabila, tofauti za umri, jinsia, hali ya uchumi, tofauti za siasa, tofauti za maoni zisiwe kikwazo au zisiwe vikwazo vya kuishi kwa pamoja. Visitufanye tuache kuishi kama Kristo anataka. Visiharibu vikwazo hivyo au tofauti hizo zisitusambaratishe hata kidogo. Tumsifu Yesu Kristo. Tuko hapa katika kanisa hili, tuko la Bwana. Tunasali masifu haya ya jioni. Masifu haya ndugu zangu, yawe ukumbusho wetu, tusiyasahau. Yawe ukumbusho wetu. Tunaona kanisa kama jengo, hata jengo hili ni muhimu kweli. Kanisa kama jengo ni muhimu. Lakini tusiangalie kanisa kama jengo tukaacha tukasahau mioyo yetu. Kanisa ni familia ya Mungu. Tuangalie mioyo yetu. Na kwa ubatizo tumekuwa mahekalu ya Mungu. Mtakatifu Paulo anatueleza hivyo katika waraka wa kwanza kwa Wakorintho sura ya 3:16, kwamba ambikwa ninyi ni mahekalu ya Mungu na Roho Mtakatifu anakaa ndani yenu, na mahekalu ya Mungu ni ninyi. Roho zetu zangu zinafanya mahekalu ya Mungu, tena anazitakasa kweli zaidi kuliko ile jengo la Yerusalemu, kama anavyoeleza Paulo. Hekalu lile la Yerusalemu litakaswa kwa sadaka za wanyama, lakini mahekalu ya roho zetu yametakaswa kwa damu azizi ya Kristo. Tumshukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu hiyo kubwa kwa damu azizi. Kanisa kuu ambalo tunalo hapo kesho ni kwa ajili ya Mungu peke yake. Ni makao ya ibada na ni kitovu cha umoja, ni kitovu cha mshikamano wa jimbo, ni kitovu cha kiroho cha jimbo, ni ishara ya uwepo wa Mungu kati yetu sisi wana familia yake. Tabarukiwa inatengwa kwa ajili ya maadhimisho ya mafumbo matakatifu ya kanisa, kwa ajili ya sifa, kwa ajili ya utukufu na ukuu wa Mungu. Kwa hiyo ni nyumba ya Mungu, ni makao ya Mungu na watu wa Mungu, watu na Mungu wanakutana kusali, kuabudu, kuomba na kushukuru Mungu kama tunavyofanya sasa hivi. Napenda kuomba neema na baraka zake. Kristo tumaini letu. Kesho tutaingia katika kanisa hilo.
Tenga ndani yake. Labda kama kuna mmoja ataogopa au atakimbia, labda atakuwa na matatizo yake. Tumsifu Yesu Kristo. Wote tunaingia huko. Bwana ndio safi kabisa. Tunapoingia, kama tunapoingia katika makanisa yetu mengine, tuchote fadhila za kusaidia kufikia utakatifu. Hapa tunachota hapa neema na fadhila za kufikia utakatifu. Tutakapoingia pia kesho katika kanisa letu kuu tutakalofikiwa, tuchote fadhila za kusaidia kufikia utakatifu. Tuonje upendo wa Mungu, tuonje huruma ya Mungu, tuonje faraja, tuwe na amani mioyoni mwetu na tupate amani ya furaha, ya upendo, ya mshikamano na umoja. Na Mungu aendelee kuwa pamoja nasi na anatupa nafasi ya kutafakari haya. Kwa hiyo ndugu zangu, tuingie ndani ya mioyo yetu, tujiulize jinsi tunavyotenda au tunavyotendea hekalu la roho zetu. Labda ndani ya moyo wangu kuna mambo ambayo yanatendeza. Angalia ndani ya moyo wako. Labda kuna tamaa za dunia, biashara ya mali, ubinafsi, hali ya kutokusamehe kabisa, kinyongo, kisasi, uongo, ina, hasira, chuki, ukatili, ukosefu wa haki, ushirikina, ulevi, majivuno, uonevu, fitina, uchoyo, udanganyifu. Labda hayo ndani ya moyo wetu. Tunamtangalia ndani ya moyo wake na kumwomba Mwenyezi Mungu ambao uko na upendo atusamehe na kutakasa. Kwa kuwa sisi ni watu wa Mungu na watu wa jamaa yake Mungu, kama tulivyoelezwa katika ile somo tulilosikia kutoka waraka kwa Efeso, tunaalikwa kuyavua haya yote yanayompendeza Mwenyezi Mungu. Tuyavue yote kabisa. Na tumoja tuimarishe na tusaidie kupanga mioyo yetu kwa fadhila zake za imani, matumaini, mapendo, furaha, msamaha, ukarimu, amani, uvumilivu, utu wema, uaminifu, unyenyekevu na fadhila nyingine. Fadhila hizo ndugu zangu zinatuweka katika utawala wa neema, atupatie uzima na milele kupitia Kristo. Kwa hiyo tafadhali tuendelee kufanya na tunapotaka kwenye kanisa kuu, tusisahau mioyo yetu. Mungu mtakatifu Teresa wa Yesu, somo na msimamizi wa jimbo letu kuu Katolika Arusha, aendelee kutuombea tuweze kutunza katedrali, kanisa kuu, tuweze kutunza mioyo yetu. Tuwe mashahidi kweli wa Kristo, tufuate mafundisho ya Kristo ambaye ndiye msingi wa kanisa. Tumshuhudie Kristo mfufuka kwa maneno na matendo yetu. Tumfuate Kristo kwa karibu zaidi kwa njia ya sala, sadaka na matoleo yetu. Familia ni kanisa la nyumbani, na sisi wote tunatoka katika familia. Wana familia tuishi vizuri katika familia zetu na katika jumuiya zetu mbalimbali. Tuchukue tena nafasi hii kualika wote tumshukuru Mwenyezi Mungu kwa zawadi hii, na tuchukue tena nafasi hii kuendelea kuwapongeza. Hongereni kwa hatua hii kubwa mliofikia wanafunzi. Tunafurahi kushangilia na kesho tutafurahi kushangilia na kupiga vigelegele kweli kweli. Kwa hiyo kwa furaha vigelegele na shangwe tupaze sauti zetu mbinguni kwa Mwenyezi Mungu, tukimsifu na kushukuru. Tupige vigelegele kwa shangwe na furaha. Sasa Kristo ni msingi wa yote. Aendelee kukaa kati yetu, katika mioyo yetu, katika familia zetu. Tumkaribishe, tuwavute wengine, watu wengine kwa Kristo kwa maneno yetu na kwa matendo yetu. Tuendelee kusali, kufurahi na kumtolea Mwenyezi Mungu sadaka zetu kwa furaha na shukrani. Tumsifu Yesu Kristo.
Tusimame tukele Mwenyezi Mungu. Kiti kitano.